Semaji la Simba, semaji la CAF, lakini pia na hata kocha Fadlu Davis katika nukuu ambazo tayari umeshaweza kuzungumza na vyombo vya habari ni kwamba kile kilichoweza kufanyika kwa refa aliyechezesha mtanange ule kutokea nchi ya Gabon kiuhalisia ni kwamba ulikuwa ni uonevu ambao umeweza kuonekana na kila mtu. Yani kama ni dunia basi imeona, kila mchambuzi alikuwa anaangalia mtanange na kuchambua mechi ya RS Berkane pamoja pia na klabu ya Simba katika mzunguko wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho. Ilitosha kusema kabisa kwamba Simba imeonewa 100%. Hata kama Berkane wameshinda, lakini pia kulikuwa na kutolewa mchezoni kwa klabu ya Simba kwa 100%. Hata faulu ambazo zilikuwa zinachezeka kwa klabu ya Simba ilionekana kocha na Fadlu Davis mwenyewe akiweza kukira na kukasirika, kwa sababu mpaka kuna tukio ambalo aliweza kupewa kadi ya njano ni baada ya kuona kabisa kwamba faulu na matokeo yamekuwa ni mengi, alafu refa yeye amekuwa hapulizi filimbi bali anaruhusu mchezo uendelee. Kwa hiyo kiuhalisia kwa kocha yote, kwa msemaji yote, ni lazima atalalamika, na mpaka sasa klabu ya Simba imeweza kupeleka malalamiko na imeongea na kuzungumza kabisa kwamba kitendo kilichoweza kujitokeza katika mechi tarehe 17 wao kama wao ambao pia wanaamini kwamba Simba ni timu kubwa, kwa sababu kiuhalisia kwenye renki klabu ya Simba ni kubwa na iko mbali zaidi katika upande wa zile klabu kubwa barani Afrika. Lakini wai kwa kitendo ambacho kimeweza kujitokeza ambacho si cha kiungwana kwa refa alichezesha mtanange ule, na kama refa alikuwa na madhaifu, basi vipi kuhusu video assistance referee ambao ni VAR katika matukio ya msingi? Basi inapotokea katika zile faulo ambazo kiuhalisia Simba alikuwa na advantage, lakini still bado refa alipotezea na hata VAR walipotezea na maisha mengine yakaendelea, mpaka mjasiku mjikuta Simba wamepewa nafasi ambayo kiuhalisia ilikuwa ni ngumu sana wao kupenetrate katika siku muhimu kabisa tarehe 17 mwezi wa 5. Tukutane kwenye comment.